Ya 29 mstari wa 29, maandiko yanasema mambo yaliyo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini aliyoyafunua ni ya kwetu pamoja na watoto wetu ili tupate kuyatenda. Kwa hiyo katika hili andiko tunapata kuona kwamba yako mambo yaliyo ya siri, ambayo hayo mambo yaliyo ya siri yanabakia kuwa ya Mungu peke yake. Maanake hayako kwenye uwezo wa ufahamu wa mwanadamu kuyatambua, yapo ndani ya uwezo wa Mungu kwa sababu bado hajayafunua. Lakini maandiko yanasema yale yaliyofunuliwa ni ya kwetu. Kwa hiyo chochote ambacho Mungu amekifunua kwa mwanadamu, maanake Mungu amempa mwanadamu access ya hicho alichokifunua kuwa ni cha kwake. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Waefeso ile sura ya 3 ukianza mstari wa kwanza angalau mpaka mstari wa 13, utakutana na habari ambazo Mtume Paulo anaeleza. Anasema ya kwamba hiyo siri, maanake kuna mambo ambayo yalikuwa siri, lakini maandiko yanazungumza aliyoyafunua Mungu ni ya kwetu. Kwa hiyo Mungu aliamua kumfunulia mtumishi wake Paulo ambayo mambo tangu kuwekwa misingi ya dunia yalikuwa ni siri. Na ukienda kwenye ule mstari wa 5, Paulo anasema ya kwamba mambo ambayo Mungu aliyafanya siri, hakuna kizazi chochote ambacho kiliwahi kuyafahamu hayo mambo, lakini Mungu akaamua kumfunulia mambo hayo Paulo. Ndio maana anasema siri hiyo nalipewa kwa kujulishwa, kwa kufunuliwa. Maanake ilikuwa siri, lakini Mungu akaamua kumfunulia Paulo. Kwa hiyo alipoifunua kwa Paulo, ikatupa access ya wanadamu wote hayo mambo kuwa ya kwetu, kwa sababu maandiko yanasema mambo yaliyo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini aliyoyafunua ni ya kwetu pamoja na watoto wetu. Kwa hiyo yale mambo ambayo yalikuwa siri tangu kuwekwa misingi ya dunia, Mungu aliamua kuyafunua kwa mtumishi Paulo ili sasa yawe ya kwetu sisi pamoja na watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 31 ukianza mstari wa 31 mpaka ule mstari wa 34, nitaomba nilifungue hili andiko. Kitabu cha Yeremia sura ile ya 31 ukianza mstari wa 31, maandiko yanasema hivi pale. Yeremia 31 kuanzia ule mstari wa 31, maandiko yanasema angalia, siku zinakuja. Anaposema siku zinakuja, maanake bado hazijafika, lakini ni siku zilizo mbele. Anasema angalia, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Maanake lilikuweko agano, lakini Mungu anaweka ahadi ya kwamba nitafanya agano jipya, maanake agano jingine. Anasema si kwa mfano